Nikukaribishe sana mtazamaji kwa mara nyingine tena. Uko nami Victor Moshi, ambapo sasa hapa tunaelekea moja kwa moja Tel Aviv nchini Israel, ambapo leo hii Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amejitokeza tena mbele ya mahakama ya wilaya ya Tel Aviv siku ya Jumatano kutoa ushahidi katika kesi yake ya ufisadi baada ya kesi hiyo kusimama kwa zaidi ya mwezi mmoja. Kesi hiyo ilikuwa imesitishwa kutokana na sherehe za Kiyahudi na pia safari yake ya kwenda New York kuhudhuria kikao cha 80 cha Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa UNGA. Kwa mujibu wa kituo cha habari cha umma cha Israel Kan, mawaziri na wabunge kutoka chama cha Likud walihudhuria kikao hicho cha mahakama kumtia moyo waziri mkuu huyo. Ripoti hiyo iliongeza kuwa Netanyahu aliacha ukumbi wa mahakama kwa muda mfupi baada ya kupokea bahasha kutoka kwa mmoja wa wasaidizi wake. Siku mbili kabla ya kuendelea na kesi hiyo, Rais wa Marekani Donald Trump alihutubia bunge la Israel na kumwomba Rais wa Israel Isaac Herzog kutoa msamaha kwa Netanyahu. Kwa mujibu wa sheria za Israel, rais ana mamlaka ya kutoa msamaha au kupunguza adhabu kwa wahalifu na kuzingatia taarifa au mapendekezo kutoka kwa mamlaka husika kama vile waziri wa sheria au waziri wa ulinzi. Waziri wa sheria Yariv Levin, ambaye anatoka chama cha Likud, alitoa kauli ya kumuunga mkono Netanyahu akisema kesi hiyo haikupaswa kuanzishwa kwani ipo kinyume na haki na maslahi ya taifa. Naye waziri wa elimu Yoav Kisch kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, alitaka kesi hiyo ifutwe kabisa, akitaja changamoto kubwa za kiusalama na vitisho vya uwepo wa taifa la Israel. Mnamo Januari, Netanyahu alianza kuhojiwa kuhusu mashtaka katika kesi tatu kuu zinazojulikana kama kesi F1, F2 na F4, zote ambazo amezikanusha. Kesi F1 inahusiana na tuhuma kwamba Netanyahu na familia yake walipokea zawadi za kifahari kutoka kwa wafanyabiashara matajiri kwa fadhila za kisiasa. Kesi F2 inahusiana na madai ya mazungumzo ya Aaron Moses, mchapishaji wa gazeti la Yedioth Ahronoth, kwa lengo la kupata habari chanya kumhusu Netanyahu. Kesi F4 inamshtumu Netanyahu kwa kumpendelea mfanyabiashara Shaul Elovich, mmiliki wa zamani wa tovuti ya Walla na kampuni ya Bezek, ili apate upendeleo wa vyombo vya habari. Kesi hii iliyoanza tarehe 24 Mei 2020 inamfanya Netanyahu kuwa kiongozi wa kwanza wa Israel akiwa madarakani kushtakiwa kwa makosa ya jinai katika historia ya taifa hilo. Mbali na kesi hizi, Netanyahu anakabiliwa pia na mashtaka ya uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu baada ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kutoa hati ya kumkamata yeye na waziri wa zamani wa ulinzi Yoav Gallant mwezi Novemba 2024 kwa madai ya mauaji ya watu takribani 68,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, katika ukanda wa Gaza tangu Oktoba mwaka 2023. Kesi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu imeendelea kuwa moja ya mada nzito zaidi katika siasa za Israel, ikigusa siasa, sheria na hata hadhi ya kiongozi huyo ndani na nje ya nchi. Ambapo sasa, kwanza kabisa, asili ya kesi hii na misingi ya mashtaka ni kwamba Netanyahu inajumuisha mashtaka matatu kesi yake. Mashtaka hayo yanajulikana kwa kesi F1, kesi F2 na kesi F4. Kwenye kesi F1 inamshutumu kwa kupokea zawadi za kifahari kama sigara za bei, pombe na vitu vya thamani kutoka kwa wafanyabiashara matajiri kwa malipo ya fadhila za kisiasa. Lakini kesi F2 hii inahusu madai kwamba Netanyahu alijadiliana na mchapishaji wa gazeti la Yedioth Ahronoth ambaye anaitwa Aaron Moses kwa nia ya kupata upendeleo wa habari chanya kumuhusu yeye katika siasa zake. Lakini kwenye kesi F4, ambayo ndiyo kesi nzito zaidi, inamshutumu kwa kumtendea upendeleo mfanyabiashara Shaul Elovich, mmiliki wa kampuni ya mawasiliano ya Bezek na tovuti ya habari ya Walla, kwa kubadilishana na habari nzuri kumuhusu. Sasa mashtaka haya yanamhusisha moja kwa moja na matumizi mabaya ya madaraka, jambo linalotia doa sana uongozi wake uliodumu kwa zaidi ya miaka 15 hapo nchini Israel. Sasa kwenye upande wa utetezi wa Netanyahu ni kwamba yeye mwenyewe Netanyahu amekanusha makosa yote, akidai kuwa kesi hii ni mchezo wa kisiasa ambayo inalenga kumdhoofisha kisiasa, na amedai kuwa kwamba taasisi za kisheria, baadhi ya waandishi wa habari na wapinzani wake wameunda mkakati wa kumharibia taswira kupitia kesi zisizo na msingi. Na hapa pia kwenye uungwaji mkono kuna mawaziri kadhaa ambao wanamuunga mkono, ambao ni kutoka chama chake cha Likud, wakiwemo Yariv Levin na Yoav Kisch, ambao wanaonyesha kuwa bado Netanyahu ana nguvu kubwa kisiasa
licha ya changamoto za kisheria ambazo amekumbana nazo kwa hivi sasa. Katika kesi hii kuna mvutano mkubwa sana wa kisiasa na sheria, lakini kesi hii pia imeleta mgawanyiko mkubwa nchini Israel. Wapo ambao wanaamini kwamba Netanyahu anatumikia taifa kwa moyo wa uzalendo na anapaswa kulindwa dhidi ya mashambulizi ya kisiasa, lakini pia wapo wanaoamini kesi hizi zinaonyesha ukosefu wa maadili serikalini na zinapaswa kuendelea hadi mwisho bila kuingiliwa. Kauli ya rais wa Marekani Donald Trump kumtaka rais wa Israel Isaac Herzog kutoa msamaha kwa Netanyahu imezua mjadala mpya, kwani inaonekana kama uingiliaji mfumo wa sheria unaoendelea nchini Israel. Rais wa Marekani Donald Trump wakati akihutubia Seneti ya Israel alimuomba rais wa Israel Isaac Herzog kumsamehe waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu dhidi ya kesi zake zote ambazo anakumbana nazo, na kusema kwamba anapaswa kuweza kuangalia zaidi usalama wa taifa hilo kuliko kuweza kumkandamiza Netanyahu hivi sasa kwenye makesi hayo, kwa sababu hata maadui watatumia njia hiyo kuweza kuiangamiza Israel. Lakini imeonekana wazi kwamba Marekani anaingilia siasa za Israel, kwamba ni uingiliaji ambao hautakiwi kimataifa, na Marekani inavuka mipaka dhidi ya yote ambayo rais Donald Trump ambayo amemuomba rais wa Israel Isaac Herzog, ambapo kwa mujibu wa sheria za Israel Isaac Herzog anao uwezo wa kumfutia mashtaka waziri mkuu Benjamin Netanyahu, lakini vile vile hata kupunguza mashtaka hayo na kesi zikaweza kupungua. Mwisho wa siku basi Netanyahu akabaki kuwa safe, akabaki kuwa salama kabisa. Kwa uwepo wa kesi hii imevuruga kabisa taswira ya Netanyahu ndani na nje ya Israel, ambapo ndani ya nchi inauliza swali kubwa: je, kiongozi aliye kizimbani anaweza kuendelea kuongoza taifa lenye migogoro ya usalama na vita Gaza? Lakini kwa nje pia mataifa mengi yanaiangalia Israel kwa mashaka, hasa baada ya mahakama ya kimataifa ya ICC kutoa hati ya kukamatwa kwa Netanyahu kwa uhalifu wa kivita dhidi ya raia wa Gaza. Na hii inamfanya kuwa kiongozi wa kwanza wa Israel aliyeko madarakani kukabili mashtaka ya aina mbili makubwa, ya ndani ufisadi na ya kimataifa uhalifu wa kivita. Sasa baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo hii kuweza kupanda kizimbani mahakamani nchini Israel kuweza kujibu mashtaka yake ambayo yanamkabili ya ufisadi nchini hapo, inazidi kumpelekea pressure kubwa sana katika uongozi wake, lakini vile vile kulifanya taifa la Israel kuwa katika hali ya hatari kwa sababu ya kiongozi mkubwa wa kiserikali kuwa na mashtaka mazito ndani ya serikali. Inaweza kupelekea hata ufanisi wake wa kazi katika taifa kuwa wa chini kutokana na vita ambavyo vimeweza kuishi, lakini hofu ya usalama inabaki pale pale kwa sababu Israel imekuwa ikikabiliwa na maadui wengi kutoka pande zote katikati mwa Mashariki ya Kati kwa ujumla. Mtazamaji, nimekuletea taarifa hii, lakini kuna mengi zaidi ambayo yatajiri hapa katika Zone Media dhidi ya taarifa zote za kimataifa. Mimi ni Victor Moshi. Usisahau kusubscribe channel yetu, kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare.